Upande wa waimbaji weka mkono juu. Mwimbaji wote. Naenda kumwanga nguvu za Mungu kutoka juu. Hakuna pepo ataimba ndani yenu. Hakuna uchawi itaingia ndani yenu. Nahitaji kuona waimbaji wanaojaa nguvu. Sitaki makahaba ndani yenu. Kwa mamlaka niliyopewa na Bwana. Amen. Tarehe ya leo nasimama. Amen. Nafungua mbingu wazi. Amen. Kama Elia amefungua mvua. Amen. Mimi nafungua nguvu za Bwana. Amen. Waimbaji wote walio hapa. Amen. Pokea nguvu za Bwana. Napokea. 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 Zinaanza tembea, ziko natembea, ziko natembea. Ziko natembea, ziko natembea. Ziko natembea, msaidie waimbaji, msaidie waimbaji. Nguvu ziko natembea. Nguvu ziko natembea. Nguvu ziko natembea. Secrets of Heaven. Read, understand. Tunasoma Kumbukumbu la Torati Mfate hii usomi vizuri. Sura yake 22. Sura yake ya 22. Tunaanza kwa versi yake ya 5. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mwanamke asivae yaliyo ya mwanamume. Mwanamke asivale mavazi ya mwanaume. Mwanamke asivale mavazi ya mwanaume, wala mwanamume asivae vazi la mwanamke. Mwanaume mwenye iko na akili asivale majipe sababu ba musicien benye bana akili. Asivale mavazi ya mwanamke. Endelea. Kwa maana kila mtu anayefanya hivi ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Mwanamke mwenye anavala mapantalo, makapitula, anafanya machukizo kwa macho, hapana ya Apotre Gabriel, kwa macho ya Bwana Mungu wako. Pale haiko ndio somo yangu iko. Somo iko pale chini. Endelea. Kioto cha ndege kikiwa mbele yako njiani katika mti wowote. Ukikutana kioto maana yake chicha. Ukikutana chicha ya ndege iko kwenye muti mbele yako, au chini chenye watoto au mayai, au ile chicha iko chini, kwa sababu kuna ndege ambazo hazikamilike nazo zinatagia chini. Na ndani ya ile chicha mnaweza kuwa watoto au mnaweza kuwa mayai. Na mama yao anakaa juu ya watoto au juu ya mayai. Ukiona mama ya wale watoto, yule ndege anakaa juu ya watoto wake au juu ya mayai, usitwae yule mama pamoja na watoto. Hurumia mama. Usikamate ule mama na watoto wake. Utafanya namna gani? Sharti uache mama kwenda zake. Acha mama aende zake. Lakini watoto unaweza kujitwalia. Lakini wale watoto ndio ukamate. Ukitaka kutendea mtu mabaya, ukwe naangalia sharti yenye iko nyuma yake. Anasema ule mama umuhurumie, usimuue. Ule ndege ule mama umuache. Kama utakula kwa sababu unahitaji kula watoto, usikule origin. Kwa sababu ukikula watoto, huyu mama anaweza tena akazae kesho wala kesho yake. Eske tuko tunapatana vizuri? Wakati yote ambapo unafikiria kufanya ubaya kwa mtu, angalia mzigo ambao unakaa nyuma yake. Kwa sababu kuna mtu mmoja ukitendea mabaya unaua kizazi chote. Kwa hiyo Mungu anasema pale kwamba kula watoto, lakini mama utamwacha. Na ukifanya vile Mungu atafanya nini? Iwe vema kwako na upate kufanya siku zako kuwa nyingi. Amen. Wakati ambapo unafanya vile, Mungu atakuongezea siku. Ufunuo sura 12. Apocalypse 12 verset 1er. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Alors un signe grandiose apparut dans le ciel. Nikaona alama kubwa inafanyika mbingu. C'était une femme. Ile alama ilikuwa ni mwanamke. Elle avait pour vêtement le soleil. Akuvala mavazi saa hii, lakini yeye alivala jua.
La ligne sous ses pieds était une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Na mwezi ilikuwa chini ya miguu yake, na alikuwa na kurone ambayo ilikuwa na nyota 12. Elle était enceinte sur le point d'accoucher. Jambo la ajabu ni kwamba alikuwa na mimba, na ile mimba ilikuwa karibu kuzaa. Et ses douleurs lui arrachaient des cris. Na alikuwa na uchungu wa kuzaa. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel. Nikaona pia hapo chini mbinguni tu kuna alama nyingine. Et voici, c'était un dragon énorme. Kulikuwa joka kubwa. Biblia inasema alikuwa mwekundu, nyoka ya rouge. Couleur de feu. Alikuwa na rangi ya moto. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Naye alikuwa na vichwa 7 na pembe 10. Chacune de ces 7 têtes portait un diadème. Na ile kichwa yote kulikuwa kunaweka alama fulani. Sa queue balaya les tiers des étoiles du ciel. Mukia yake iliangusha 1/3 ya nyota za mbingu. Et les jeta sur la terre. Ikaitupa duniani. Le dragon se posta devant la femme qui allait coucher. Nyoka alikuwa anaikala karibu ya ule mama mwenye anataka kuzaa. Pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Nyoka naye iko na notion ya Deuteronome. Sijui kama mnanisikia vizuri. Nyoka ni kama alisoma kitabu ya Kumbukumbu la Torati. Biblia inasema nyoka alikuwa anakaa karibu ya mwanamke, anangoja mwanamke azae. Yeye hata kula mama. Anahitaji akule nani? Bebe. Akule mtoto. Endelea. 5. Or, elle enfanta un fils, Mama akazaa un garçon qui est destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. mtoto mwenye aliandaa kutawala mataifa kwa fimbo ya chuma. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Mtoto wakamnyakua karibu na baba. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Tunaweza kuachia pale tuikae. Message yetu ya hii siku yote tuko nafundisha juu ya surnaturel, na tulikuwa nafundisha juu ya deuxième décès ya Lazare, lakini leo ndasema juu ya le fils de surnaturel. Ndio somo ambayo tutafundisha leo. Wana wasiokuwa wa kawaida. Ambia ndugu yako kwamba kuko wana wasiokuwa wa kawaida, le fils de surnaturel. Mwambie vizuri. Kuna wana, mwambie mfrancais. Secrets of Heaven. Read, understand. Kuko tu mtu ambia mwenzako. Le fils de surnaturel. Ile ndio teme yetu kwa sababu tuko nazungumza juu ya surnaturel. Unaweza kuzaa watoto 10 ndani ya nyumba, lakini watoto wote hawako sawa. Ndio maana Mungu akuruhusu wazalie siku moja au wazaliwe kwa dakika moja. Hata wakiwa mapasa, kila mtu ana neema yake. Wako watoto kawaida na kuna watoto wasiokuwa wa kawaida. Mzazi mzuri ni yule ambaye anaweza kujua ndoto za mtoto hata kama angali mtoto. Utoto ni etape ya kila mtu, na kuna makosa unaweza fanya si kwa sababu ulitaka, lakini miaka ya utoto inaruhusu kuifanya. Na sote tulio hapa tulipitia ile kipindi cha utoto. Magumu ni kwamba kuna watu miaka ndio iliongezeka, lakini akili walibaki watoto wadogo. Shetani si adui ya watu wazima. Shetani ni adui ya watoto kuanzia mwanzo wa Biblia. Kanisa ikikuwa na watoto kiroho
Ile kanisa ni chakula ya shetani. Shetani apambane na watu waliokomaa. Kirudi kidogo kile kitabu cha Kutoka sura 2. Biblia inasema Musa alipozaliwa mtoto kidogo, Farao akapana oda ya kusema uweni watoto wanaume, hapana wanaume, uweni watoto wanaume. Yaani watu wazima wanaume muache. Wanaostahili kukufa ni watoto. Rudia kidogo pale wakati Yesu alizaliwa. Herode akusema uweni wanaume. Herode alisema uweni watoto wanaume. Na jiuliza hii ni kwa nini kila mara shetani hutaka kupambana na watoto mtu mzima? Kwa sababu shetani hafanyake kitu ambacho Mungu hakumwambia. Kila kitu shetani anafanya amekitoa kwenye maandiko. Nyinyi msizani nyinyi wenyewe mnaamini. Hata shetani anaamini Mungu. Hata mapepo zinaamini Mungu. Ukisoma Biblia inasema pepo wanaamini tena kwa kutetemeka. Maana yake usijivunie kuamini. Shetani anaweza kutumikia Mungu ikibidi Mungu anamwambia nitumikie, na anafanya kazi. Na katika watumishi wa mwisho ambao Mungu anawatumikisha ili kwamba mtu aokoke ni shetani. Unapohubiriwa kwa neno usikii, Mungu anamruhusu shetani akutandike. Na unapotandikwa shida, unaweza kusogeza miguu yako hapo na kuwa intercessor na hauna wito. Na mwenye alifanya ile kazi ni shetani. Soma Biblia fasi moja, Mungu alihitaji mtu atakayedanganya mfalme Ahaba. Na Biblia inasema kwamba manabii wa uongo wakatabiri. Walikuwa manabii wa Mungu, lakini Mungu akafanya watabiri uongo. Walikuwa zaidi ya 400. Wakamwambia mfalme waende kwenye vita. Lakini kabla waende kutabiri uongo, Mungu akauliza, nani atadanganya Ahaba? Mbinguni palikosekana mtu. Pepo kuzimu ikamwambia Mungu niko hapa. Mungu akamwambia pepo simama, danganya manabii wote. Kwa hiyo manabii wote wakatabiri uongo na Ahaba akakufa, kwa sababu shetani alitumikia Mungu. Sasa usifurahi sana kutumikia Mungu wakati haumpendeze Mungu, kwa sababu hata mashetani nao wanaweza kufanya kazi ya Mungu na Mungu anafurahi. Ni wale ambao Mungu atasema ondokeni maana sikuwajua. Ninaposema shetani hafanyake kitu ambacho Mungu hakumwambia. Kwanza, kwa tafsiri nyingine, mara nyingi kwa upendo wa Mungu ambao anao kwa ajili yetu, anamuoneaka shetani. Anamuonea. Kwani Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Ina maana sasa unafanya dhambi kibiblia unapaswa kufa. Lakini Mungu anamuonea, anasema hata kufa. Akuye huku ndamuokoa pole pole. Kwani shetani haiko adversary wa Mungu. Watu waliwafundisha vibaya. Shetani haiko opoza wa Mungu. Mungu ana adversary, Mungu ana opoza. Shetani ni adversary wetu. Na tukiingia mkonesansi ya parole, tuko superior kushinda shetani. Ukisoma pale inasema kulikuwa na vita mbinguni. Mungu akupigana na shetani. Ni malaika wengine ndio walipigana na shetani. Mungu akipigana na shetani anamuonea juu atamusaga. Iko saa tuone weye unakuwa na kombana maimbu, unazionea tu. Shetani ni kitu kidogo mbele ya Mungu. Mnamnenepesha mahubiri. Kitu kidogo kenye Mungu akisema sai inaisha. Na shetani anajua kama Mungu haiko mwenzake. Na shetani hana mamlaka kwa maisha ya mtu mwenye anaogopa Mungu. Ndio maana Mungu iko anakuambia mupingeni shetani. Acha nikwambie hiki.
Shetani ana nguvu wakati una milango ya dhambi iko wazi, kwa sababu dhambi ina nguvu kushinda shetani. Kwani maandiko nasema kimbieni dhambi, kimbieni zinaa, lakini shetani msifanye nini? Msimkimbie, muresiste, mgongane naye, na mkimpinga hata ngoya atakimbia. Kwenye nguvu ya shetani inatokea kwa sababu yeye kazi yake ni kutante, kupima. Donc hana precision, mais anakuwa anafanya nini? Anapima. Sasa tuingie kwa maandiko kidogo. Kwa nini shetani anaweza kuwashambulia watoto wadogo? Mwanzo sura 3, Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia joka, akamwambia shetani, nitaweka uadui katikati yako na uzao wa mwanamke. Manake mimi sitaweka uadui katikati yako na mwanamke, hapana, lakini ni uzao wa mwanamke ndio utaponda kichwa chako. Na shetani anajua mwanamke nimemdanganya mbustani ya Edeni, lakini Mungu akamwambia yule mwanamke uliyemdanganya ni uzao wake utaponda kichwa chako. Kwa hiyo shetani anajua kwamba watoto ndio wanakuja kumkanyaga kichwa. Unapoona una vita kubwa, manake una ahadi kubwa, na ile ahadi ndiyo inakokota vita kwa maisha yako. Kila mara watoto walipozaliwa, shetani alikuwa muwasiwasi ya kujua kwamba watakaoponda kichwa changu ni hawa ambao wanazaliwa. Kwa hiyo watu wakubwa hawawezi ponda kichwa ya shetani. Wanaweza kuponda kichwa ya shetani ni wana. Mtu mmoja aseme amen. Nilijua itakuwa ngoma hii, lakini utaielewa pale mbele. Musa anasema hivi: unapokutana na chicha ya ndege, ndege inazaa au ina mayai, usiue ule ndege. Kamata watoto wa ndege, acha. Na maandiko nasema ukimuua yule ndege, hutakuwa na maisha marefu, nawe utakufa. Lakini ukikamata wale watoto, utaishi maisha marefu. Sasa hata kisheria mama hastahili kufa, watu wazima wastahili kufa. Wale ambao wanapaswa kufa ni watoto wadogo. Na Paulo alipojua hii, akaambia wale watu wa Korinto kwamba tunapaswa kutoka katika utoto na kukomaa. Mtoto kiroho ni yule anavunjika moyo na kila kitu kenye anaona. Na kuna watu wana huduma lakini kiroho ni watoto. Na kuna watu wanakaa kanisani miaka lakini kiroho ni watoto. Vitu vingine hautapewa kwa sababu umeomba. Vitu vingine utapewa kwa sababu unakomaa. Kwani kuna vitu Mungu akikupatia na hujakomaa, Mungu anakuua. Yaani kuna vitu Mungu anasubiri kwanza ukomae ili kwamba upate. Huduma hata unaomba na hujakomaa, ukiipewa unakufa. Upako haipewi watoto wadogo. Ndoa haipewi watoto wadogo. Pesa haipewi watoto wadogo. Yaani kuna vitu vingine ili kwamba Mungu akupe utakomaa. Ukiolewa na bado ungali mtoto, manake unatabiri kuachana mapema. Kwa sababu kuna vitu vingine vinahitaji kukaza kichwa, kukomaa. Na anasema Paulo, nilipokuwa mtoto nilisema kama mtoto, niliwaza kama mtoto, nilitembea kama mtoto, lakini ninapokomaa ninaelewa vingine kama mtu mkubwa. Ina maana usipokomaa kiroho, kuna baraka za roho hautakula. Na ile ni magumu sana. Uko naambia mtu kilte ni 9h, anakuja 10h, hayakomaa. Hauwezi kumbusha mtu mwanakomaa kiroho kutoa sadaka. Hauwezi kumbusha mtu mwanakomaa kiroho mwenye alianguka asimame. Kwani mtoto akianguka, yeye anahitaji mtu wa kumsimamisha. Lakini mtu mkubwa akianguka ana haya ya kubakia chini.
atafanya hima asimame. Na Bible yangu inasema Musa alipokuwa mtoto alikubali kuitwa mwana wa binti Farao, lakini Musa alipokomaa akakataa. Manake wakati ambapo umekomaa unajua kukataa. Kuna vitu unasema hii sitaweza, hii mimi naweza. Mtu ambaye hajakomaa anaweza itika vyote. Ona Adamu wa kwanza, yeye ni wa kuitika kwa sababu alikuwa komaa. Kwani hakuna neno kukomaa bila kuzaliwa. Lazima mtu azaliwe ili akomae. Sasa Adamu wa kwanza hakuzaliwaka, yeye alikuyaka tu. Na ndio maana alipoambiwa kula tunda alikula, lakini Adamu wa pili alizaliwa akakomaa katika hekima na kimo. Shetani akamwambia geuza jiwe kuwa mkate, akamwambia imeandikwa mtu haishi kwa mkate bali kwa neno. Kwa hiyo tunapokomaa kiroho tunakuwa na maamuzi ya maisha. Wakati yote yenye hujakubali kukomaa, wewe ni chakula cha manabii wa uongo, wewe ni chakula cha shetani, hata wachawi watakuonea. Yesu Mungu alipokuwa mtoto alikimbilia Misri. Soma Biblia vizuri. Ijapokuwa maandiko yanasema ole wake anayekimbilia Misri, lakini Yesu kwa utoto hakujua kusoma ole wake. Yusufu alimuongoza akamwambia twende Misri Maria, wakaenda Misri. Lakini ukisoma Luka 13:31 maandiko yanasema yule Herode mwingine akasema mwambie kule Yesu ndamuua. Yesu akamsema mwambie Herode hivi, niko hapa leo na kesho yake. Daira kumuita Herode alisema mwambie ule mbweha. Maana yake alitamwambia kama mulinikimbizaka na ningali mtoto, sasa nimekomaa, kukimbia siwezi kimbia tena. Hauwezi kimbia kanisa juu ya maneno. Hauwezi kimbia wachawi bukartie yako. Ukikomaa contraire watakimbia kwa ajili yako wewe. Ziko baraka zingine mpaka utakomaa utazifikia. Mtu mmoja yuko hapa aseme amen. Watu wengine miaka 7 kanisani, lakini Mungu anamwangalia kiroho mtoto. Na ukisoma Wagalatia 4 nasema mrithi anapokuwa mtoto ni kama mtumwa. Mtoto wangu wa kwanza hata akiniambia nimnunulie gari, uwezo ninao wa kuinunua, lakini miaka hairuhusu. Unajua ukimpa gari hata sheria ya nchi inakataa, atafanya ajali. Lakini kuna miaka yenye akifikia hata aombe gari ana haki ya kupewa gari. Mtoto wangu mwingine anaitwa Jibril, ana miaka kama 12, mimi sijui yake miaka yao. Nafikiri miaka 12 kama 11 hivi. Akinambia mzee nahitaji kuoa, hii nitaelewa ni pepo. Nitamuingiza kwenye maombi hapa na anafunguliwa, kwani miaka hayaruhusu kuoa. Binti wangu ule Happy ameona juzi yake watu wanaleta makadomu nyumba juu ya fila. Akauliza hizi ni za nani? Wanasema hizi ni za fila. Akamwambia tati yake, anasema mbona mimi nakawia kuolewa mnyumba? Kwa hiyo nikaelewa kwamba Happy ana pepo ya kuolewa. Kwa hiyo nikaanza kuikemea kindani ndani, kwa sababu kwa miaka ile hawezi kuolewa. Unafikiri unaoa binti wa 17 na kichwa yake ya komala, mko naye mnyumba, kuna vitendo takuonesha haiko pepo, lakini vya miaka yake. Anaona bwana mzuri kwa Facebook, anakuambia ona bwana sheri, njoo kwa garso hapana, hiki kichwa yako iko sabafu, njoo bwana hapa. Usiwaze anakosea, njoo vya miaka yake. Na kuko mwanamke iko na 35 40 45 me iko na miaka ya 12 kiroho angali na 12. Njoo wale wanamke seri, maana yake chungu inaweza lungula, iko tu pale kuna cheka. Oh, Frojilito anatacheka pale Frojilito kidogo, internet kidogo. Donc unaona tu kama anakomala, lakini
miaka iko na mreklame kidogo, anaanza li, hata mkuongea tu anaanza li. Unaelewa ni miaka. Mtoto analia hata ukumkwasa. Kwa tunakupatia raporo anaanza lia. Ndio vile papa nitakwambia. Papa ni vya nguvu wende. Mwa hii miaka unaweza lilia bure bure. Ni mwili njoo ilikomaa, lakini kichwa. Njoo ule mwanaweza lia kama akuvala nguo ya mupya mnoeli. Haiko kusema napenda vala miaka. Zamani njoo tulikuwa na intimidana. Oh, niko na nguo ya bonane. Leo bila bikuwake. Zamani kula frite mpaka mpasaka, mpaka mnoeli. Sasa leo frite ni vitu ya namu barabara vilishaka kuwa. Yaani kuna vitu vingine venye inaomba kukomaa. Oh, baliniangusha muzambi. Shetani hawezi angusha mtu. Ile nimefundisha zamani. Anakupeleka tu fasi ya kufanyia dhambi, kisha anakuacha uifanye wewe peke. Kwani aliweka Yesu yule ya hekalu, lakini akumsukuma, akamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, jitupe. Manake mie siwezi kutupa. Hakuna gisi chupa ya pombe itoke hapa na irukie mkinywa. Inawezekana? Uko tu hapa, yes mimi nakunywa. No, ni movement zako. Oh, mchungaji nilishtuka nisha zini. Unafikiri sasa tu yeye uzinifu? Wewe ulishtuka. Maana ulikuwa tu kuzini. Ukiona mtu anazingatia kunywa pombe, hapendi maisha yake. Itakupa umaskini, itakufanya kiwerewere, itakunyukisha kinywa. Mwanamke mlevi, mwanamke anakunywaka. Yule hakustahili kuolewa. Yaani kuna wanawake wengine hawakustahili ndoa, walistahili kutumika mabato, kutumika mabisi, kutumika haiwezekane mwanamke akunywe. Haiwezekane mwanaume mwenye iko na susia jamaa yake akunywe pombe. Vitu vingine hauvikatale juu ya Mungu, lakini juu ya heshima yako tu. Kuko wapagani benye bakunywake pombe. Eske mimi nasema bongo? Akunywake, mimi nilikuwa mpagani, si akunywaka pombe tangia kuzaliwa, si yue sigareti na sitaikunywaka. Unasikia tu ni uchafu. Sasa ndio useme, oh nimeibwa zamu. Kama uliibwa zamu na uliona, manake wenjo zamu. Haiwezekane. Weka mkono juu, sema Mungu tusaidie tukomae. Unapokuwa na utoto, unaweza kuona kimbia, ka probleme kapata hapo, unakanenepesha. Ulamuka asi, atulamukake tena. Atulamukake na hii mgongo haiko yangu. Na waliniambia kwa maombi na butumutumbu nayo ishakaenda. Na ulikula vikwanga jana, na ulikula nyama jana, sasa ilipita wapi? Fie waduza hazoea kuona damu. Damu ikimtoka anaweza waza analumia. Kumbe ni preuve ya maturite ya kumwambia kama ukifanya erreur unaweza concevoir. Kuna ingine maprobleme unaweza traiter problème juu hauna enseignement juu ya hayo. Lakini ikifika kwa maisha yako nataka kuambia hii haiko damu. Hii inakia kuambia kama unakomala sasa, unakuwa mungazi nyingine ya juu. Kuko matabia zenye utapataka na uyalumia. Lazima ulumie kwanza njoo ujue kuishi na watu. Lazima ulumie kwanza njoo ujue kufunga mkono wako, funga kinywa chako. Kanisa inahitaji kukomaa. Saya adoration watu biko na adore mkanisa, wewe hauko stable. Kupita pita na tumakoti tumikulu na tumakanzu, uko najiuliza, eske huyu anakomala? Hajakomaa. Mtu akikomaa anajua Mungu aliyemuita. Tumoje kwa hapa aseme amen. Weka mkono juu, sema tusaidie tukomae Kristo. Sasa Israeli walijua sheria. Msiue mama wa ndege, mtaua watoto. Kama umeolewa na bwana mwenye iko na enterprise,
Ninyi wanawake mnaohitaji kuolewa na watumishi wa Mungu, unahitaji kuolewa na president de la republique, unahitaji kuolewa na mtu mwenye yuko na upako. Ukiolewa na mtumishi wa Mungu aliye hai, hauolewe kwa sababu mtazaa watoto 7. Unaolewa naye kwa sababu ni baba ya mamilioni. Sasa kuna mtu mwenye ukiua hakufe ye peke, memu yeye unaua mageneration. Eski niko naeleweka vizuri? Muyeye unaua. Usingie mu maombi, baba nipe mtumishi wako anioe, mtumishi wako Deograce, na unasema jina. Omba Mungu nipe roho ya umama, roho ya kumproteger. Kwa sababu ukikwaza bwana yako na ni shofer, akifanya dega mu barabara mchana, manake ni wewe njoo na mamilioni ya watu. Sasa Mungu anaposema mtaacha mama mkule vitoto, manake Mungu anajua mama ana uwezo ya kuzaa tena. Usikombatre mtumishi wa Mungu mwenye muyeye muko maagano ya kuzaa mamilioni ya watu. Na hii ndio maana Mungu anapiga wanaoteta watumishi wake. Tumepoteza maelfu ya watu kwa sababu watu hawakufunzwa. Mke wako ana karama, alafu nakuwa adui wa ile karama. Mume wako ana karama, unakuwa kikwazo kwa ile karama. Na unasahau kwamba karama yake ikiendelea, maisha yako na wewe inaendelea. So na huyu ndugu anaimba Masili anasema mimi na mke wangu mwanamke. Kwani kule kwao Kenya kuna wanawake wanaume. Sasa mke wake anamruhusu aende kufanya kazi ya Mungu, na anapofika anamshuhudia vizuri. Mke wake asingemruhusu, hakuna kitu kingeendelea. Manake wakati yote utakaona mtu ndani yake mko mageneration, lazima kumproteger. De Samuel chapitre 18 verset 3, Daudi anaambia watu katika uzee, mniache nende nipigane vita. Watu wanamwambia Daudi, hauwezi kwenda kupigana vita. Wewe ni bora kuliko watu 10,000 wetu sisi. Wewe ni bora Daudi. Daudi gani? Yule bandi mwenye alikuwa anafanya mambo ya buzinifu usiku na mchana. Lakini watu wanajua ni wewe una agano na Mungu. Ni wewe Mungu aliita. Kuliko wewe ukufe, lazima watu 10,000 wetu wauawe. Na nilipoangalia Biblia, usikuwa unaona present ya mtu unaisarau, kesho yake ujue ni nani. Kama Mordekai hangichunga Esther mwake munyumba wakati wa Hamani, nani angisaidia Mordekai na taifa lote za Israeli? Manake Mordekai kuchunga Esther, alikuwa anachunga avenir ya Israeli munyumba pasipo kujua. Watu wengine tunao, unaona maskini, unaona ana kitu, lakini kesho atakuwa msaada kwa watu wengi sana. Kwa hiyo usiwaone watu kwa macho ya mwili, ona pia kwa macho ya kiroho, na itakusaidia. Mtu anaweza kuwa mbaya kwako sai, unalaani akufe, lakini kesho haujui atakuwa nani. Mimi ndio Apotre Gabriel. Kama Petro angelikana Yesu macho yangu, ningemwendea kumilima kufa usionekane. Lakini Yesu mwenye moyo mkuu akamwachia espace. Na siku ya Pentecote Mathayo akuhubiri, yule aliyemkana akalangula mkutano akakuwa yake. Unaweza yua siku mtu alikana, lakini utajua siku mtu atashuhudia. Kwa hiyo maisha ya mtu ni fumbo kwa Mungu peke yake. Salimia ndugu yako, kumwambia kula bitoto tu. Sasa nigeuze maandiko kwa akili zingine za roho. Ufunuo sura 12, Biblia inasema nikaona ishara mbingu. Hii ishara nikaona mwanamke ambaye anavala jua. Nani mwanamke mwenye iko na uwezo ya kuvala jua? Jambo la pili, nikaona mwezi iko chini ya miguu yake. Jambo la tatu,
nikaona anavikwa kurone yenye iko na nyota 12 juu ya kichwa chake. Fikiria yale maono kidogo. Nyota moja ikianguka hapa, ile manyota unaonaka kwa mbali, nyota ile inaanguka hapa. Kuna wataalamu wanakuambia kuna nyota ikianguka haiwezi enea Goma kwa ukubwa, haitaenea. Kule fasi tunaonaka nyota kule kwenye iko kule, haiko hata karibu na kwenye avyo inapitaka. Yani avyo iko chini, nyota iko juu. Sasa moya ikianguka hapa haitaenea. Nyota haiko tule tumanyenyezi tu akitoto tulikuwa tunangata mabilulu ase nyota yangu. Haiko nyota ile. Tule ni tuma jet de lumière tu bilulu tunye Mungu aliumba. Sasa nyota moja kubwa, kuona nyota kidogo haifanye kuwa kidogo, inaonyesha kama wewe ndio uko mbali nayo. Ungelikuwa karibu nayo ungejua. Kama mtu ni etwale, kama mtu yuko karibu yako hawezi jua grandeur yako. Mtu akikusogelea anaweza kujua. Yani nyota moja ni kubwa. Sasa juu ya kichwa ya mwanamke kulikuwa nyota 12. Kuna sikia roho ya eskatoloji lakini siku pale. Nitafasiria vidogo hapa. Na nikaona yule mwanamke yuko na mimba. Tena mimba yake ilikuwa karibu na kuzaa, yani miezi 9. Na alikuwa na uchungu mkubwa wa kuzaa. Lakini chini ya ule mwanamke nikaona joka. Tena joka anafungua kinywa, iko anasema akizaa mtoto nitameza mtoto. Kwani yule joka mwenye iko Ufunuo sura 12 ndiye nyoka mwenye iko Mwanzo sura 3 mwenye Mungu alimwambia na uzao wa mwanamke utaponda kichwa chako. Sasa najua huyu akizaliwa anakuja kuponda kichwa. Kumbe kabla niponde kichwa lazima nimumezi. Tulizane hapa. Wakatoliki na wahubiri wa janja wanasema ule mwanamke ni Maria. Mbia mwenzako ni bongo. Iko bongo. Maria hawezi vala jua, atakufa. Kama tuko kilometre miliari na jua na inatuchomaka saa moja, wewe ushafika Uvira au uende Tanzania usikie jua, kisha mwanamke mwanaweza vala jua, haiko Maria, iko bongo yake. Mtu mwingine anasema ule mtoto ni Yesu, ni bongo, haiko Yesu. Ndio maana ukikala mkanisa yenye haina neno unaweza jua kumbe unajua ujinga. Yani wewe unajua tu. Mimi unajua mabongo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ndakupatia mwangaza kidogo, lakini wakati nitaendelea kitabu ya Ufunuo utakuwa na mwangaza mingi sana. Mungu ni roho. Lakini Mungu anaweza kamata aspe zote akitaka. Mungu anaweza kamata aspe ya nyama, anaitwa kondo, anaitwa simba, anaitwa ndege. Mungu anaweza itwa Mungu Baba, anakuwa na sexe masculine, ni roho. Na pia Mungu anaweza itwa mama. Mbiblia kuna fasi kwenye Mungu anajirevele sa mama. Mama Yesu ule unaona anageuka mama. Hii Ufunuo ya sura 12 inaonesha picha ya Kristo kumsalaba. Yesu Kristo ndiye mwanamke ambaye alikuwa na mimba ya kuzaa. Acha nikupe mafunuo kidogo itakusaidia. Kitu cha kwanza, Yesu Mungu anajiita mama wakati gani? Kumbuka anasema anazoea kukusanya wana wake kama vile kuku inavyokusanya vifaranga vyake. Or jogo haikuwaki inakusanya vifaranga. Mwana kusanya vifaranga ni nani? Ni kuku dike.
Anasema tena Petro hivi, kama watoto wadogo yatamanini maziwa yasiyogoshiwa, na baba hana maziwa, lakini ni mama ndiye iko na maziwa. Anaendelea kutuonesha umama, kwa sababu anasema mama anaweza kuacha mtoto anayenyonya kifuani mwake, lakini mimi Mungu siwezi kumwacha. Manake mimi Mungu niko na affection ya umama zaidi ya wamama wenu wa kimwili. Sasa kumsalaba Kristo Yesu alikuwa na picha ya umama juu ya nini? Kwa maana mwanamke wakati anaenda kumaternite kuzaa, lazima wanawake wenzake wamsindikize. Na Yesu alipokwenda Golgotha, wanaume wa kumsindikiza ni wanawake walienda naye. Na munjia akawaambia, msinililie mimi, mulie juu yenu na watoto wenu, maana mimi nina ujauzito na mimi nakwenda kuzaa. Alipofika Golgotha akapanda kumsalaba, ilikuwa saa kitanda kwake. Saa iko juu pale, alikuwa na mimba. Mimba haiko mtumbu, mimba yake ilikuwa mumbavu, kwa maana anazoea kuzalia mumbavu. Na maandiko inasema vizuri, kabla mtoto atoke, mwanamke lazima maji itoke na damu itoke. Na Yesu naye kumsalaba, maji ikatoka na damu ikatoka. Hapa ndiko mtoto amezaliwa, na huyu mtoto ni kanisa, mimi na wewe. Na akapewa fimbo ya chuma ya kutawala. Joka ambaye ni shetani alikuwa anangoja ameze mtoto. Mtoto kumbe alikuwa wa surnaturel, kuliko amezewe. Akaruka kama ndege, akapanda juu na akachungwa na Baba aliye juu mbinguni. Sikia nikupatie kitu itakusaidia. Wakisema mwanamke alivaa jua, Biblia iko naita jua ni haki. Na maandiko nasema Kristo anavaa haki. Wakisema kwamba alikuwa na nyota 12, ni picha ya mitume 12 ambao alitembea pamoja nao. Wanaposema kwamba mwezi ilikuwa chini ya miguu yake, kumbuka pale kwa alitundikwa, Israeli ilikuwa chini ya miguu yake, kwani mundoto ya Yusufu Lea aliitwa kama mwezi. Sasa ni sisi ndio tulitoka mumbavu ya Kristo, kanisa, kwani maandiko nasema na wote waliompokea wakapewa uwezo ya kufanyika wana. Sasa ukikuwa mwana mwenye uko naturel, nyoka atakumeza. Na ukikuwa mwana mwenye uko surnaturel, nyoka atakumeza. Paske mwana mwenye uko naturel akizaliwa lazima aanguke chini, angoye miaka, akomale, atambale, asimame dede, atembee. Me mwana mwenye uko surnaturel alizaliwa na akaruka. Manake yeye akungoya akomale, atambaye. Natabiria mtu mmoja mwenye ataruka maetape mu maisha yake paka wende mungazi ya juu, na mwenye alikuwa na kumeza ameze hewa. Kuko mtu hapo unanisikia? Sema kuko mwana mwenye haiko wa kawaida. Ule mchawi mwenye alisumbua jamaa yako, wewe hata kumeza. Manake wewe atafungula kinya tu, kisha wewe unaenda. Na uko na mission ya kukanyaga. Secrets of Heaven. Read, understand. Intimite mzuri haiko kutumikia Mungu sa serviteur de Dieu. Wanze kuwaza kutumikia Mungu sa mwana wa Mungu. Sikia hapa nikupatie kitu kidogo tuombe Mungu. Hii itaweza kusaidia. Wakristo haiko mapenzi ya Mungu wa kuite Mkristo. Ni materme tu, batu wana ufunuo. Anza kuwa tuna hamu. Anasema sisi ni Wakristo. Washirika wa kanisa haiko neno ya Biblia.
Hapa nitakupa vitu vidogo vitakusaidia sana. Cha kwanza ni hiki. Yesu hakuya kutafuta Wakristo. Hakuja kutafuta Wakristo. Yesu alikia muoperation ya kufanya watu wageuke wana. Sasa waliita watu wa Kristo kwa kuwaziaki. Pale Antiokia waliziaki, wakasema njoo hapa. Iko sasa mnaingia mkanisa Apotre Gabriel Tikiko, tunaomba. Sasa kuna watu wananizarau, kuna watu wananiona sifai. Sasa mnapita wanasema Batikiko hapa. Ni vile waliita Yesu, ndio wanaita wa mitume. Manake wa Kristo. Donc ni baule mwizi. Basi Yesu alimvula manguo mbele ya watu, Yerusalemu yote kamchungulia. Sasa bakawazarau Antiokia, hawa ndio wa Kristo. Sasa kulikuwa Wasadukayo, kulikuwa wale Wayahudi walikuwa wanashika sheria za Musa, ikaomba baklase ile neno iko sasa kitu moja kuzarau wa Kristo. Lakini Kristo yeye hakusema watawaita wa Kristo. Maneno mawili ameongea. Cha kwanza, nilikuja kwao wakanikataa, na wale walionipokea wakafanyika wana. Na ya pili, enendeni ulimwenguni muwafanye watu kuwa wanafunzi. Sasa unapokuwa Mkristo hauna urithi, lakini unapokuwa mwana una urithi. Kuko tofauti ya kuwa mdini. Dini manake wale wa Katolike, Sepak, Selpa, dini. Wale wa Kimbangu, Badiva, ndio mnabaita kwa Diva, ndio wale tu. Dini iko tu, tuseme hata Jehova Nisi. Unisikie? Na wale watu wanaitwa mfrancais les religieux. Watu wa dini ni watu wana sheria lakini Mungu haiko ndani yao. So unaweza ingia mwa 4000 lakini hauingie mkanisa. Hapa ndio kwenye shida ya Ukristo iko. Kristo akija hata kianyakua hiki kijengo, atakuja kunyakua wana wa Mungu. Sasa hakuna mtu mwenye iko na intimite na baba yake sawa vile mwana. Mwanamke anaweza trahir bwana yake, lakini mwana ataheshimia baba. C'est possible divorcer na bwana, mais hauta divorcer na watoto wako. Haiwezekani. Paske mke wako munakuwa mwili moja, ndio maandiko yanasema. Lakini mtoto wako ni wewe. Kuelewa Ukristo ni kujua mimi ni mwana. Na kama mimi ni mwana wa Mungu, baba yetu iko juu. Kazi ya baba yangu haiwezi shome na mie niko mwana. Ni pale niko nataka kuwapeleka. Na wakisema we ni mwana wa mwingine, lazima ukuwe na semence ya ule mtu, uwe na ADN, damu. Wanapimisha, wanasema huyu iko na damu ya wana. Nilisema kule chini hivi, Mephibosheth hata kama mumpeleke Lo-debar, hawezi ikala Lo-debar kwa sababu ndani yake hamuna damu ya village. Ndani yake muna damu ya kifalme, alitoka mjamaa ya Sauli. Kwa maana mwe mko damu ya kifalme, nyumba ya kifalme itamureklame siku moja. Sasa tunapookoka, maandiko inasema damu ya Kristo inatufanya kuwa wapya. Ndio anasema Mwaebrania, tuna ujasiri wa kuingia mahali patakatifu ni kwa njia ya damu ya Kristo Yesu. Kila mwenye aliokoka ADN yake ni Yesu. Sasa tulizane hivi. Laana inapitia damu na baraka inapitia damu. Ulipokuwa hujaokoka,
laana ya jamaa ilikuwa na impact. Unapookoka, hata kama hauombee lien, kuingia ndani ya Kristo, laana inavunjika. Mungu ananisikia? Okay, amunisikie vizuri. Nimalizie niwapatie kitu fulani. Muone kama ni Yesu, njoo alikuwa Mfunuo sura 12. Ni Yesu. Unajua juu ya nini? Anaambia mtu mmoja, Nikodemo, Yohana sura 3. Nifanyeje Nikodemo anasema nifanyeje nione ufalme wa mbinguni, mwalimu mwema. Yesu akamwambia nini? Unitumikie mara ya pili. Ufundishe tena mara ya pili. Yesu anamwambia uzaliwe. Donc ukipenda wewe Nikodemo uingie mbinguni, lazima uzaliwe mara ya. Nikodemo akavitiamo kimwili. Akamwambia atanjo mwa hii miaka yangu niingie tena tumboni mwa mama tena anizaa. Aseni vya nguvu. Yesu akamwambia Nikodemo, vilivyozaliwa na mwili ni na vya roho ni vya roho. Kwa nini Yesu alikoroga Nikodemo vile? Kwa sababu Nikodemo alimwendea usiku. Sasa ukiendea nuru usiku, kuelewana itakuwa nguvu. Na Nikodemo alikuwa na intellectualism ya yulu sana. Ikaomba sasa Yesu ampige yulu ya akili yake. Amwambie mie niko na bizuti na nizale kumsalaba pale. Ushazaliwa mara ya moja kwa Adamu wa kwanza. Meju muone mbinguni, mkubali mimi ni wazae mara ya pili. Sasa kuokoka ni kuzaliwa mara ya. Nani kwa hapo shazaliwa mara ya pili? Uko siri vraiment uliingia mtumbo ya Yesu na ukazaliwa. Siona nyinyi mko conscient? Hapa watu wananishangaza sana. Unapofurahia mahubiri ya baraka, pokea kontaki, pokea kinga, pokea ndoa. Utakufa utaipokea. Hii niko nakupa njoo maprincipe. Gari ile kamata hayo. Gari ziko kubi forward. Hapa tafuteni kwanza ufalme wa ni mambo ya imani na unaona kanisa zingine tembeza hayo na natia vitesi. Uko wapi? Nafua kusinyerse. Ile ni majeste. Na makanisa mingi leo dimanche inatimizaka ile unabii yenye alisema Amosi, kutakuwa njaa siku za mwisho, tena njaa ya neno. Ukifika unatana ni mateatre tu. Teatre tu. Mtu yuko na hubiri, mtu analalamika, ambia abo. Mwingine analalamika, tobola ngoma. Wewe unafikiri neno ikihubiriwa utasema vile vyote? Neno ni jiwe. Inapogonga utasema ambia abo, italuma. Itauma. Kwa sababu prinsipi za kiroho usipozielewa hata za kimwili hautazielewa. Kwa hiyo sisi ni wana wa Mungu. Na kama uko mwana wa Mungu, shetani hana nguvu kwa maisha yako. Tous les églises, makanisa yote yenye na croire, inaweka doctrine mbitu ya malien, inaweka doctrine mbitu ya mapepo, mbitu ya uchawi, haitoke kwa Mungu. Ile haitoke kwa Mungu, ile kanisa haitoke kwa Mungu. Ina zaraulisha kazi ya msalaba. Wewe ulifanya dhambi ya uzinifu, juu samewe, leta sadaka. Kanisa ile haitoke kwa Mungu. Kristo kama sadaka yetu alikwenda msalabani. Sasa kama pasta huko krizi ya $10, usiseme msamaha inaomba pesa. Wewe ulifanya dhambi biza, Mungu angali naikumbuka. Mungu iko na kazi mingi ya kufanya. Unapotubu na kumwambia Mungu naacha, Mungu anakusamehe na unageuka kiumbe kipya. Wewe laana ya jamaa inakufuata, mwambie sitarudilia laana ya jamaa. Jamaa iko na maisha yake na mie niko na maisha yangu. Tunapookoka, wewe uko parmi les fils ou les filles de surnaturel. Hautatembea na miguu.
utapewa mabawa. Mmoja yuko hapa aseme amen. Sema ndaruka. Kwa sababu ukitembea na miguu uko na besoin kulipa pasiporo, uko na besoin kulipa visa, ukiruka muhewa hakuna tuane muhewa. Siku moja niko mu avion nikaona tunatembea saa 4 saa 5. Niko tunasema Mungu ni mkubwa. Ationa roulage. Gouvernement na kuwaka nguvu baende. Hata muhewa ya Amerika hakuna roulage. Batekala wapi? Ni ukuu ya Mungu tu. Mungu unapita mbarabara ya Mungu. Na tena wanaambia mwavyo aseme bilima iko. Muhewa. Kuna saa mnapanda kabisa. Unasikia nafabua hivi. Hii ni kilima. Naangalia mwenzangu. Kilima iko wapi hapa? Njoo hii tuko hapa. Hii kilima. Fika pale tena juu inakamata tena aliri ya mzuri. Tena mnaanza unashuka sasa hapa tunaanza mteremko sasa. Paka unaangalia Mungu ni mkubwa. Na kama baba yako ni mkubwa, maana yake na wewe uko mkubwa. Sasa uanze toka hapa leo uko nasema je suis le fils de Sirnas. Read understand. Nyoka nyilimeza wengine, mimi haitanimeza. Pepo nyiliangamiza wengine, wewe haitakuangamiza. Ile ikuwe mkichwa yako na uko najua dhambi zangu Mungu amezisamehe. Ya kale imepita, yote imekuwa mapya. Na utie mkichwa kama je dois réussir. Maana que réussite kwako ni obligatoire. Hata kama leo ya réussir, réussite ni yako. Kwa maana mwenye alikufia Goligota alikupatia nguvu ya kukanyaga kichwa ya adui. Na nitabirie mtu mmoja tarehe leo kabla nitoke mazabauni, kenye jamaa yako ilishindwaka, utakanyaga kile kitu. Na yule mwenye iko anangoya akumeze, sema atameza hewa. Mwenye iko anangoya ameze amezire yako, atameza hewa. Mwenye iko anangoya ameze fitire yako, atameza hewa. Mwenye iko anangoya ameze utuma yako, Jean wa Goma hata reisir. Hata naitwa Drago, katoto katamshinda. Kwa maana promese inasema kizazi cha yule mwanamke kitaponda kichwa. Naona watu ambao watasaga uchawi ya jamaa yao, utasaga uchawi wa Kongo, utasaga uchawi wa Afrika, na watu watajua kwamba wewe uko mwana wa Sirnatire. Akili yako itakuwa yulu ya miaka yako. Avec 30 utaitwa génie, avec 20 utaitwa génie, 35 utaitwa millionnaire. Paka watu wanadiscover, wanasema huyu mtu haiko wa kawaida. Anavyoimba si kawaida, anavyohubiri si kawaida. Mtoto anaruka namna gani akupitia etape ya kutambala. Kama kuna watu walianzia Kibwe kuuza manyumba, wewe utaanzia Muvile, utaruka ile maetape. Kama kuna watu walifanya fiansae ya seta, utafanya ya M1 na utafanya ndoa, utaruka ile etape. Kama kuna watu ambao maisha yao ni magonjwa, utakufa bila kuingia hospitali maisha yako yote. Na watu watakwambia wewe ni mchawi, utawaambia je suis le fils de Sirnatire. Hata kama sheria ya Musa inasema kula vitoto, itakula vitoto vya ndege, vitoto vya Mungu aliye hai. Sisi hatutakuliwa, tutaruka na tutaenda. Mama ataishi na sisi pia tutaishi. Mtu mmoja iko hapa aseme amen. Kristo ana uchungu msalabani kwa ajili yako na anahitaji aone jinsi unaendelea. Kwa hiyo usipigane na mtu jua na kutukana. Haiko kila vita unapashwa pigana. Ingine vita nyamaza, ushindi yako itaonekana tu. Usipigane na mtu jua anasema yeye ni maskini, yeye ana kitu. Uwe na kawaida ya kuambia je suis le fils de Sirnatire. Niko natangazia mtu mwenye atakuwa millionaire bila kugusa dawa. Hauiguse na utakuwa millionaire. Natangazia mtu mwenye Mungu atafariji maisha yake malgré matulere za roho yako. Na langaje yako ni moya. Kama shetani alimeza wenye biko naturel, lakini mie niko wa Sirnatire. Na niko hapa naamini aweke makofi kwa Yesu tarehe ya leo. Wewe unaamini kama
Ingalao watoto wengi walikufa siku Musa alizaliwa, lakini Musa aliishi. Ingalao walikufa siku Yesu alizaliwa, lakini Yesu aliishi. Kuna watu watapotea mgeneration yako, wewe utaendelea kubakia, kwa maana wewe hauko wa kawaida. Ahadi ya kuokoa jamaa yako iko kumikono yako. Nyota ya kubariki jamaa iko kumikono yako. Nyota ya kuhubiri injili ya haki kumikono yako. Watu wengine usibishane nao, achana nao. Unajua hata maadui wanafungua kinywa wanimeze, watameza hewa, watachoka. Hoi vya Mungu banaanza mzuri, banamaliza vibaya. Sema ndamaliza vizuri. Mungu akiwa Alfa na atakuwa Omega. Jehova Nisi ni miongoni makanisa tamaliza vizuri. Hata kama watu wangefikiri mabaya juu yako, Mungu ataigeuza kuwa mema, kwa sababu wewe uko mtu usiyekuwa wa kawaida. Tembea barabara uko na furaha, hata kuna franga mfuko, roho iko na furaha, Mungu atafungula pesa. Hata kama maadui wanaongea, Mungu hatasikia maneno yao, kwa sababu wewe hauko wa kawaida. Na nikwambie vizuri, ungelikuwa wa kawaida kama ile sumu ilikuwaka, ungelikuwa wa kawaida kama ile vita ilikuwaka, ungelikuwa wa kawaida kama wale wachawi wangelikuwaka. Lakini kwa sababu hauko wa kawaida, ndiyo maana unaendelea kuishi, na ile magonjwa haitakuua, na ile uchawi haitakuua. You must declare, lazima utangaze kusema siko wa vile. Hauko wa kawaida, jenga nyumba yenye haiko ya kawaida. Oa mwanamke mwenye haiko wa kawaida. Uza gari yenye haiko ya kawaida. Kuwa na upako yenye haiko ya kawaida. Paka mataifa waseme watu waliopindua ulimwengu wanafika kwetu. Hata mwili ingelikuwa kidogo, roho yako ikuwe kabambi. Oh, baba yangu alikufaka bongo, baba yako iko mbinguni, mwenye alijenga dunia, mwenye iko na kila kitu, na ni baba mwenye hatuone kwa macho ya mwili, lakini kazi zake zinaonekana hadharani. Kama shetani alimezaka watoto ya mwingine, bako hata meza. Mtu mmoja yuko hapa aseme amen. Uzao ya tumbo yako itatumikia Mungu wa mbinguni. Kwa maana tunapookoka, Mungu anafanya agano nasi na kutembelea vizazi vyetu. Kwa wima tuombe Mungu. Shemasi afunge mlango pale. Achia mwenzako distance kidogo. Hizi siku niko na hasira takatifu. Kuko tu watu biko na waza batakumeza hai, batakupoteza hai, batakuefase hai. Sasa batameza hewa. Biblia iseme kwamba silaha haitatengenezwa. Maandiko nasema itatengenezwa lakini haitafanikiwa. Kila silaha yenye inafanyiziwa juu yako haitafanikiwa, kwa sababu wewe hauko wa. Labda mwenye unabii haiko, lakini kuna mtu mwenye Mungu iko na inua mwa mkutano ya tarehe leo. Tena Mungu iko na mweka juu. Mwenye atakubariki pesa ni mtu mwenye ujue kwa atatokea, haujue kwa atatokea. Na ile pesa takia munjia yenye iko ya kawaida. Kamata mkono ya mwenzako mwambie ni bitoto ya ndege jo banaweza kula. Mtoto wa Mungu hawezi kuliwa. Na ule mwenye alikulaani, ile laana imurudilie yeye kule na jamaa yake. Acha nikwambie, kama ukikontroli maisha yako utaona upendo ya Mungu tu. Hauko wa kawaida. Weka mikono juu. Fanya hii declaration. Acha distance kwa mwenzako. Tunaenda kuomba. Ile maibada ya kukuya mnarudia hapa haiko tena. Tunaenda kuomba mpaka Mungu aonekane. Sema Baba. Baba, naenda kupambana. Naenda kupambana na kila nyoka. Na kila nyoka. Kila mchawi. Kila mchawi. Anayesubiri ameze.
anayesubiri ameze maisha yangu, maisha yangu, jamaa yangu, jamaa yangu, upako yangu, upako yangu, ndoa yangu, ndoa yangu, kazi yangu. kazi yangu. Kila anayesubiri Kila anayesubiri aone madharau yangu, aone madharau yangu, animeze, animeze, atameza hewa. atameza hewa. Weka bado mikono juu. Watumishi wa Mungu, ingia kwa mkutano, nitaachilia nguvu. Toka hapa unawaka moto. Ile mandoto ya mamari de nuit, ma femme de nuit haina haki kwa maisha yako. Hakuna joka iko na uwezo ya kukumeza. Hakuna mchawi iko na uwezo ya kukumeza, kwa sababu hauko wa kawaida, uko zaidi ya kawaida. Mashemasi, mtoshe mtoto kumgongo ya huyu mama, kwani kwa dakika chache neema ya Mungu iko naangalia watu fulani hapa kumkutano, na ile nguvu iko naenda kuwafanya wasiokuwa wa kawaida. Wale watoto wengine walio chini mnawatoa pale. Ulikuwa na karama ya ndoto lipoteaka, itarudia leo. Ulikuwa na karama ya unabii lipoteaka, itarudia leo. Ulikuwa na karama ya maandiko lipotea, itarudia leo. Ulihitaji kuhubiri, hauna nguvu ya kuhubiri, utaipokea leo. Amen. Nyote ya pesa ilipotea, itapotea leo. Amen. Itarudia leo. Sema itarudia. Itarudia. Weka mkono juu. Sema Baba, Baba, mimi ni mwana wako. mimi ni mwana wako. Imeandikwa, Imeandikwa, kama baba alivyo ndivyo mwana alivyo. kama baba alivyo ndivyo mwana alivyo. Nahitaji ni kufanane, Nahitaji ni kufanane kiutakatifu, kiutakatifu, kiuwezo, kiuwezo, kiutajiri. kiutajiri. Wewe unatembelea dhahabu, Wewe unatembelea dhahabu. mimi hata viatu sina. Mimi hata viatu Mimi sina. hata gari sina. Mimi hata gari sina. Tarehe ya leo, Tarehe ya leo nahitaji uniheshimishe. nahitaji uniheshimishe. Siwezi lia juu ya ndoa, Siwezi lia juu ya ndoa. siwezi lia juu ya utajiri, Siwezi lia juu ya utajiri. wakati vyote unavyo. Wakati vyote unavyo. Ndiyo maana Ndiyo maana naenda kinyume naenda kinyume ya uwezo ya mapepo, ya uwezo ya mapepo, ya uwezo ya giza, ya uwezo ya giza, juu ya avenir yangu, juu ya avenir yangu, juu ya avenir ya watoto wangu. juu ya avenir ya watoto. Naanza kuisagasaga, Naanza kuisagasaga, naanza ipomoa naanza ipomoa katika jina la Yesu. Omba, katika omba, jina la Yesu. piga mikono, omba. Natembea kinyume ya kila nguvu za giza, ya kila mamlaka ya shetani, ya kila uwezo wa kimapepo juu ya maisha yangu, juu ya huduma yangu, juu ya ndoa yangu, juu ya masomo yangu, juu ya kazi yangu, juu ya vipawa ulivyonipa. Natembea kinyume ya mamlaka ya ibilisi inayoinuka juu ya watoto wangu, inayoinuka juu ya mke wangu, inayoinuka juu ya mume wangu. Naanza kuiharibu, naanza kuiteketeza, naanza kuisagasaga. Naita moto, naita moto, naita uwezo, naita nguvu iweze kuichoma, iweze kuiangamiza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mamlaka ya giza, kila nguvu za shetani, kila mamlaka ya joka inayongoja kumeza baraka zangu, kumeza kazi yangu, kumeza relasyon zangu, kumeza finance yangu, naiangamiza kwa jina la Yesu Kristo. Naita moto, naita moto, moto wa Bwana, moto wa Bwana ushuke ndani ya biashara yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Moto. Weka mikono mbili juu. Haujaomba, utaomba. Weka mikono juu. Sema Baba, Baba,
Nakataa kurepete historia ya mbaya ya jamaa yangu. Nakataa kurepete historia mbaya ya jamaa yangu. Nakataa kurepete historia mbaya nishapitia ndani. Nakataa kurepete historia mbaya yenye nilishakapitia ndani. Napaswa fanya maisha yangu na wewe. Napaswa fanya maisha yangu na wewe. Niko naona neema ya Mungu itaongezeka. Neema ya Roho Mtakatifu. Yule Roho anayemsaidia yule binti, yule Roho anayerudisha vipawa vilivyopotea vinakwenda kurudia hivi. Yule Roho anayeondoa vitu ndani yako, magonjwa na kupanya maoperation, zinaenda kufanyika sasa hivi. Ni siku ya Mungu, ni siku ya habari njema. Niko nahitaji mtu mweko anafanya declaration, uifanye na nguvu. Sema niko miongoni mwao. Niko miongoni mwao watakaohubiri injili ya haki. Watakaohubiri injili ya haki. Niko miongoni mwao. Niko miongoni mwao watakaoishi juu ya utukufu wako. Watakaoishi juu ya utukufu wako. Niko miongoni mwao. Niko miongoni mwao watakao kutumikia na mali zao. Watakao kutumikia na mali zao. Niko miongoni mwao. Niko miongoni mwao watakao kufa na uzee. Watakao kufa na uzee. Hapana na laana. Hapana laana. Hapana na magonjwa. Hapana na magonjwa. Hapana uchawi. Hapana na uchawi. Watakufa na uzee. Watakao kufa na uzee wa siku mingi. Wa siku nyingi. Wenye raha. Wenye raha. Wenye baraka. Wenye baraka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Niko miongoni mwao. Mikono mbili juu, niachilie hivi vitu. Ninaposema hivi, pokea neema, lalamika kwa nguvu na pokea. Biblia inasema utakula matunda ya kinywa chako. Trop c'est trop. Nahitaji kuona maisha ya watoto wa Jehova nisi inabadilika. Amen. Inabadilika kiroho na kimwili. Amen. Nahitaji kuona kitu kenye ulihitaji miaka Mungu anakupatia nakyo. Yes. Hautakuwa miongoni mwa watu wa kuombaomba. Sasa kwani nguvu zitatembea sana. Kamata mikono ya mwenzako, kroshe huko na droite, kamatana huko na huko, kwa sababu utakuwa shemasi. Wafunga macho yako. You will cry. Utakuwa kama unalalamika, unasema kwa sauti kubwa, napokea. Na kile kitu kitaingia maisha yako. Tunalia ya kutosha. Tunazaraulika ya kutosha. Kwenda kukanisa kila siku na kuchukua ushuhuda imeishia pale. Lazima ushuhuda ionekane. Shika mkono ya ndugu yako, kwa sababu niko naona ile neema ya Mungu. Labda kutoka kuzaliwa hujajazwa. Kuko vitu vitatoka muwe sai na kuna vitu vitaingia muwe. Ya shetani itatoka, ya Mungu itaingia. Kwa sababu miguu yako imekanyaga hapa Jehova Nisi. Lazima ushuhuda ingie kwa maisha yako. Raibo shaka yaka baba. Funga macho yako, funga macho yako. Usiangalie mtu, funga macho yako. Mtumishi wa Mungu Daniel, Mungu ameweka neema kwako kubwa sana. Kazi zile ambazo unazozifanya saa hizi ni kazi za kuandaa mpango wa mwisho ambao Mungu anatumika na wewe. Wale watu ambao watazeeka kwa kumtumikia Mungu wamepewa neema hiyo. Funga macho yako. Unasikia nguvu za Mungu. Jiandae kupokea. Kile kitu kyako utakipokea. Na wakati uko nakipokea kuna nguvu zitaingia. Na pepo atakuachilia. Na magonjwa atakuachilia. Hebu kuwa tayari kupokea. Sauti yako iwe zaidi ya ndugu yako. Vitu vingine vinahitaji sauti. Yesu ili kwamba muondoe Lazaro akaongea kwa sauti chini. Kumfufua alipaza sauti. Bartimayo ili apate macho akaongea kwa sauti chini. Alipaza sauti. Yaani kuna miujiza mingine inahitaji sauti. Nasimama juu ya madhabahu. Katika upako ya kitume. Katika neema ya ufungulivu. Amen. Katika nguvu ya wito pamoja na Bwana. Amen. Katika urafiki wa Roho Mtakatifu. Amen. Nikitangaza. Amen. Kuanzia sasa
Unakwenda kupokea maisha marefu. Pokea. Napokea. Ile mauti iko naondoka. Naposema maisha marefu, manake ile mauti yenye ulipashwa kufa iko naondoka. Shika ile mikono, kwa sababu utakuwa shemasi wake. Ile mauti iko naondoka, na watumishi wa Mungu waingie kwa mkutano. Wengine hawatawezekana. Yule binti pale, watu wamsaidie yule mama, mwenyewe hataweza. Funga macho yako na irudilia, kwani nimesikia kuna watu wameandaliwa vifo hapa huko miongoni mwao. Nasimama nikitangaza mara nyingine, Amen, kwa mafuta ya Roho Mtakatifu, Amen, kuanzia tarehe ya leo, Amen, pokea maisha marefu. Napokea. Moto inatembea, moto inatembea, moto inatembea, moto inatembea pande ine za kanisa. Moto inatembea pande ine, moto inatembea. Napokea maisha marefu. Pande ine, moto inatembea. Napokea maisha marefu. Pande ine. Mauti haitaniona Wale tena. walio chini walete Napokea mbele. maisha marefu. Walete mbele, watu wasiwakanyagie. Huko napokea. Kei upande wa waimbaji huku, nafikiri mashemasi wawe, kwa sababu kuna kitu kitaelekea pale. Yale mauti ya ghafla itakuachilia. Shikeni mikono ya mwingine. Wale walio chini mnawanyangulia mbele, watu wasiwakanyage, msiwaache kule. Iwe ni sumu uliyokula utaitapika tarehe ya leo. Amen. Hii declaration itavala matunda mu maisha yetu. Amen. Mashemasi nikiwaambia muwatoshi walio chini wasipondwe, mnawapeleka mbele fasi yao. Macho yako inafungwa, bado kuna kitu huko naenda kupokea kwa namna ya kipekee. Siruhusu mtu kufungula ile mlango pale. Lazima maisha ibadilike. Lazima ibadilike. Mara ya pili, kaza mikono ya ndugu yako, macho yako ikifungwa. Natangaza tarehe ya leo, Amen, juu ya madhabahu takatifu ya Bwana. Amen. Kuanzia leo, Hey. pokea baraka za pesa. Napokea. Umaskini iko na kuachilia. Umaskini iko na kuachilia. Umaskini iko na kuachilia. Maisha yangu haitabaki kawaida. Napokea baraka za pesa. Maisha yako haitabaki kawaida. Jinsi umepokea zimeingia maishani mwako. Pesa imeingia maishani mwako. Umepokea kitu kipya. Umepokea kitu kipya. Kuna mambo yametokea maishani mwako. Pesa zimeingia. Umeingia. Umepokea pesa. Umepokea utajiri. Rebo shaka yandara baba. Shika mkono ule. Nataka kutangaza juu ya ndoa. Shika mkono vizuri. Tena ndoa yenye unapenda mwenyewe. Kama kuko mari de nuit wala femme de nuit atakuachilia. Hapana, angalia wenzako, muda wako wa kutembelewa inafika. Amen. Masemasi, weni makini sana. This is supernatural power. Hii ni nguvu zaidi ya kawaida. Nasimama kwa madhabahu hii, Amen, kwenda kufukuza roho zilizokatala ndoa. Amen. Watu waliozaraulika. Amen. Kuanzia tarehe ya leo, Amen. kila anayekuwa hapa, Amen. natangaza ndoa. Pokea. Napokea. Moto iko natembea, moto iko natembea, moto iko inatembea, moto iko natembea, moto iko natembea. Moto inawaka, moto inawaka, inawaka, inasema inawaka.
inawaka, inawaka, moto inawaka, Inawaka. moto inawaka, moto inawaka, moto inawaka, moto wa Bwana praise the Lord, moto inawaka, inawaka, moto inawaka, moto wa Bwana, hey, hey, moto wa hey, Bwana, hey. moto wa Ile Bwana, mikono yako inajaa neema, moto wa Bwana, ile mikono yako inajaa nguvu, moto wa Bwana, mikono inajaa uweza, moto wa Bwana, mikono inajaa ishara, moto wa Bwana, moto wa Bwana. Waimbaji wekeni mikono juu, funga macho yenu, watumishi waende kule. Kila mwimbaji mkutano aweke mkono juu. Kuna vitu naenda kupokeza waimbaji. Funga macho yako, kwani nguvu ziko zinatembea. Kuna siku mtaingia hapa asubuhi, mnatoka magharibi, unarudia na huko na cheka. Amen. Lazima utofauti ionekane. Abonnez-vous, aimez et activez le cloche de notification.